Naam, ni jana ambapo marais kadhaa walifika katika nchi ya Urusi ambapo kuhudhuria sikukuu ya ushindi ama wao wanaita Victory Day ambayo inafanyika kila mwaka katika nchi ya Russia kwa bwana Vladimir Putin. Lakini katika viongozi wote kamera zilikuwa zinamulika sana kiongozi kijana kutoka bara la Afrika, nchi ya wanyofu, Wagadugu, Burkina Faso. Huyu si mwingine ni Captain Ibrahim Traore ambaye aliwasili Urusi akiwa na ndege kubwa ya Urusi ambayo ni ndege binafsi, lakini ilimtoa nchini wa Burkina Faso kwa ajili ya kwenda huko Urusi. Na walipofika huko Urusi, lakini kabla hawajafika, kwa sababu watu wengi walikuwa wanatarajia kwamba angekujaje mtu huyu ambaye anawindwa mara kwa mara kuuawa katika nchi yake na manyang'au ambao wanataka kuendelea kuinyonya Burkina Faso. Ibrahim Traore alikodiwa ndege ya Urusi ambao ni private, lakini ndege hiyo ilitoka huko Wagadugu ikisindikizwa na ndege zingine za kijeshi. Jambo ambalo kwa kweli lilikuwa limewavutia sana hata watu ambao waliona ndege ikishuka pale katika nchi ya Russia kwa ajili ya kuhudhuria siku hiyo ya ushindi. Captain Ibrahim Traore alikuwa akiteremka na hiyo ndege, alivyoshuka akawa ni kivutio kikubwa kwa sababu pia walinzi wake kama unavyowaona hapo wamevaa sale maua, kwa wengine wanaweza kuita hivyo, na bosi wao Ibrahim Traore. Lakini licha ya kuvaa sare na bosi wao ama kiongozi huyo, rais huyo wa Burkina Faso, viongozi hawa, walinzi hawa kama unavyowatazama ni vijana wadogo lakini wakakamavu kweli kweli na inavutia kweli kweli. Lakini kivutio kingine ilikuwa ni swala la bastora zao ambavyo wameziweka katika viuno vyao, na ikumbuke kwamba ni mara chache sana kuona bunduki ama bastora viunoni zikiwa wazi hivyo katika nchi za watu unapoelekea huko. Lakini Ibrahim Traore kama ilivyo kawaida yake mara nyingi amekuwa akijihami na matukio mbalimbali ambayo huwa anamkabili na wanyang'au ambao wanamkabili, kwa sababu amekata mirija ya watu wanyonyaji ama mataifa wanyonyaji, hasa mataifa ya magharibi, na ameungana kisawasawa na nchi kadhaa ikiwemo Urusi chini ya Vladimir Putin ambaye pia ameapa kumlinda kikweli kweli, na ameapa kwamba labda ili afe Ibrahim Traore labda atangulie kufa yeye Vladimir Putin wa Urusi. Na hakika kwa mambo ambayo yanaonekana ni dhahiri kabisa, dhahiri shairi kwamba bwana Vladimir Putin ameamua kwa dhati kumlinda kijana huyu, rais huyu mnyofu ambaye ni kivutio. Lakini zaidi alipokuwa amefika na kukutana na wenyeji wake, alisalimiana na rais wa Russia na kuelekea katika nafasi ambayo alipangiwa. Na ikumbuke kwamba si rais pekee huyo ambaye alifika kutoka Afrika. Hapana, alikuwepo pia Mnangagwa kutoka katika nchi ya Zimbabwe. Lakini kamera nyingi kimsingi, licha kuwepo viongozi mbalimbali wa kidunia, kamera nyingi zilikuwa zinamuelekezea Ibrahim Traore kwa ajili ya walikuwa wanataka kila hatua anayoifanya watu waone kwamba anafanya nini ama nini kitaendelea katika siku hiyo. Na baada ya hapo wakaenda kuweka maua katika eneo husika na mambo mengine yakaendelea. Lakini alikutana pia na rais wa Venezuela Nicolas Maduro ambaye pia walizungumza mawili matatu pamoja na kupiga picha, kisha mambo yakaendelea. Hii ni picha ambayo ama video ambayo imetrendi kweli kweli na imekuwa ikivutia kweli kweli watu wengi katika tukio hilo la jana Mei 10, 2025 huko Russia. Na bwana Ibrahim Traore ndiye alikuwa kama kinara ya rais ambaye alikuwa anatarajiwa na kupendwa zaidi kuonekana na watu wengi katika tukio hilo. Kama ujuavyo, Ibrahim Traore amejipambanua katika hotuba zake, mienendo yake, lakini misimamo yake kwa ujumla. Yeye ni mtu mnyofu kama taifa lake la Burkina Faso linavyoitwa kwamba ni taifa la watu wanyofu. Hii ni habari ambayo nimeona kwamba nikuletee muda huu ili uone kwamba Ibrahim Traore amefikaje katika nchi ya Urusi na mambo yalikuwaje. Tafadhali endelea kuwa nasi hapa Nyikani TV
lakini endelea kuangalia, tazama hii picha zaidi na vivutio vyake ambavyo anavifanya. Yaani mara nyingi hata kisimama tu inaonekana kwamba ni kama kuna kitu ambayo ni kama kitu ni tofauti hivi na watu wengine. Huyu ndiye Ibrahim Traore, mwamba wa Afrika huyu. Mimi nimependa kumuita mara nyingine kwamba huyu ni kaka mkuu, ama wengine wanaita head prefect wa Afrika, katika mambo ambayo anayafanya katika nchi yake, hasa suala la kujitegemea ambalo baadhi ya marais wanashindwa kujitegemea, wanahitaji sana misaada, lakini yeye katika nchi yake amekataa misaada na kuweza kulipa madeni yote ambayo nchi yake ilikuwa inadaiwa, kisha kusonga mbele kwa utajiri wa madini ambayo anayo katika nchi yake, lakini pia kilimo, na anafungua viwanda pia. Lakini swala la ulinzi na usalama anaendelea kupigania nchi yake, na akihimiza wananchi kwamba kwa pamoja waungane ili kuendelea kulinda nchi yao, kwa sababu ni jambo la msingi kuliko kutegemea kulindwa na watu wengine ambao wanaenda kunyonya katika nchi hiyo. Huyu ni Ibrahim Traore alipofika huko nchini Russia, na aliposafiri pia na hiyo ndege. Anasema kazi zetu ni kuwalinda wapiganaji wetu pia. Kwa mara nyingine, asante sana watu wa Tanzania na dunia yote kwa ujumla. Karibu hapa Nyikani TV kwa maoni yako zaidi.